Biashara za mtaji mdogo ni njia bora ya kuanza safari ya ujasiriamali bila kuhitaji mtaji mkubwa. Aina hizi za biashara zinatoa fursa ya kupata faida ya haraka kutokana na mahitaji ya kila siku ya watu. Inaweza kuwa ni chakula, vinywaji, huduma za kifedha na bidhaa za matumizi ya nyumbani. Kitu kinachozifanya hizi biashara ziwe na mafanikio ni mzunguko wa haraka wa pesa na upatikanaji rahisi wa wateja. Ukiwa na nidhamu ya fedha, huduma nzuri na uchaguzi sahihi wa eneo, biashara hizi zinaweza kuwa ni chanzo kizuri cha kipato na kukupeleka hatua kubwa zaidi ya kibiashara. Aina ya kwanza ni biashara ya chakula. Biashara ya chakula ni mojawapo ya biashara zinazohitajika kila siku bila kujali hali ya kiuchumi. Watu wanahitaji kula kila wakati. Biashara hii ina soko la uhakika na mzunguko wa haraka wa pesa, hasa ukiwa kwenye sehemu yenye watu wengi, kwenye maeneo ya shule, stendi au maofisini. Kwa mtaji mdogo, biashara ya chakula unaweza kuifanya kwa kuanza na mtaji mdogo kabisa, na inaweza kukua kwa muda mfupi endapo utaweka usafi, ladha nzuri ya chakula na huduma nzuri kwa wateja. Aina ya pili ni biashara ya vinywaji. Biashara ya vinywaji kama maji, soda ama juice ina soko kubwa, hasa kwenye maeneo yenye joto na mkusanyiko wa watu na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hii ni biashara yenye mzunguko wa haraka wa bidhaa na faida ya kila siku. Ukisimamia vizuri hii biashara ya vinywaji kwa kuhakikisha bidhaa zinapatikana muda wote na zinakuwa baridi na safi, unaweza kupata faida ya haraka na kukuza biashara yako hatua kwa hatua. Biashara ya tatu ni biashara ya mitumba. Biashara ya nguo za mitumba ni miongoni mwa biashara zinazofanya vizuri na zinahitaji mtaji mdogo, na pia hii ni biashara ambayo nguo zinauzwa kwa bei nafuu na zina wateja wengi, hasa vijana na watu wa kipato cha kati na kipato cha chini pia. Ufanisi wa biashara ya mitumba unategemea ubora wa bidhaa na uchaguzi mzuri wa nguo. Ukiwa na bidhaa safi, nzuri na za mitindo ya kisasa, unaweza kupata faida kubwa na wateja wa kudumu. Biashara ya nne ni biashara ya wakala. Biashara ya uwakala wa mitandao mbalimbali, M-Pesa, Tigo Pesa, Halotel na Airtel Money ni biashara ya huduma inayokuwa kwa kasi kubwa kutokana na ongezeko la matumizi ya simu na miamala ya kidigitali. Kwenye eneo lenye watu wengi, biashara ya uwakala inaweza kukupa faida ya kila siku kupitia commission. Kitu cha muhimu ni kuwa na huduma nzuri, lugha nzuri na uaminifu kwa wateja. Biashara ya tano ni duka la rejareja. Duka la rejareja ni biashara ya kuuza bidhaa za matumizi ya kila siku. Inaweza kuwa ni sukari, sabuni, mafuta na bidhaa nyingine nyingi za matumizi ya nyumbani. Hii ni biashara yenye uhakika wa wateja wa kila siku. Kama duka lako lipo eneo lenye watu wengi na unasimamia vizuri mauzo na kutoa huduma nzuri kwa wateja, hii biashara utaifanya ikue na kukupa faida kubwa.